shikamanisha maneno yako na damu ya Yesu. Jana nilionyesha jinsi ambavyo damu ina nafasi ya kuweza kunajisi nchi, kuachilia laana kwenye nchi, kuachilia mabaya kwenye nchi kwa ajili ya damu iliyomwagika. Lakini nikaongea pia damu ya Yesu yenyewe ina nafasi ya kuja kuleta baraka kwenye nchi, kuleta furaha na amani. Kwa hiyo tuliangalia kwa upana kidogo. Sasa leo nataka nizungumze kwanza na changamoto za maswali. Tuliangalia kwamba tuliona Kaini ambaye alikuwa amelaaniwa kwa sababu ya damu iliyomwagika. Tuliangalia kitabu cha Hesabu ile sura ya 35 mstari wa 33 ambao unasema hivi, hamtaitia na unajisi nchi katika hamtaitia unajisi nchi ambapo mwakaa, kwa kuwa damu huitia unajisi nchi. Damu huitia unajisi nchi. Wala hapana sadaka itoshayo juu ya nchi kwa ajili ya damu iliyomwagika ndani yake, ila damu yake mwenyewe aliyoimwaga. Kwa tukaona kumbe damu hii inaweza kusababisha adhabu, laana na mabaya katika uso wa nchi, kwa sababu damu iliyomwagika. Sasa kwa sababu leo sitaki nibaki hapo zaidi, sasa nataka tuangalie ikiwa Kaini ameoa mtu. Tukikumbuka hebu kuwaza, umeoana na Kaini huyu ndiyo ameambiwa amelaaniwa katika nchi. Kaini kalaaniwa katika nchi. Lakini Kaini pia, hebu nisomee hapo kwanza tupate vizuri kabisa. Mwanzo sura ya 30 na Mwanzo sura ya 4 mstari wa 10 hadi wa 12. Tunataka tuangalie jinsi ambavyo damu ya Yesu inaweza ikabadilisha hata maeneo yaliyolaaniwa. Point yangu ni kwamba uunganishe maneno yako na ile damu ya Yesu ili kubatilisha. Maana kuna wakati inawezekana wakati huu umeungana na mtu ambaye yupo kwenye tamko kama Kaini, upo kwenye mazingira ambayo yamelaaniwa. Sasa utafanyaje? Kwa lazima tubatilishe, tutegue, tufanye upya, mambo yaende. Kwa ndio maana nataka usije ukaanza kujisikitikia kwa sababu pengine umeunganika na jambo ambalo limeapiziwa damu mbaya. Hebu soma mstari wa 10 na ule mstari wa 10 hadi 12. Mwanzo 4 mstari wa 10 hadi 12. Neno la Bwana. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake. Ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utapoilima ardhi haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Okay, unaona? Sasa ndio huyu mtu ambaye umekutana naye katika uso wa ulimwengu ndiye umeanza mahusiano naye, au unafanya kazi mahali palipotamkiwa neno kama hilo, au unaishi mahali ambako kumetamkiwa neno kama hayo, na wewe hujui. Unaona mambo hayaendi, mambo yanaenda mrama, kila kitu kinagoma. Unajitahidi kuwa mwema, watu hawakuelewi. Kumbe mtu uliye naye karibu
kuna maapizo, kuna maneno ambayo yamemtamkia, yamemfukuza kwenye mafanikio, amefukuzwa kwenye mema, amefukuzwa kwenye ustawi, amefukuzwa kwenye mambo mazuri. Yeye ameambatanishwa na aibu, ameambatanishwa na matatizo, ameambatanishwa na fedheha, ameambatanishwa na maskini. Ndio huyo umejikuta umeungana naye. Sasa unashangaa mambo yako hayaendi, kumbe huyo uliye naye ndiye tatizo, au wewe mwenyewe ndio tatizo. Sio lazima awe yeye, nazungumza tu, inawezekana wewe ndio tatizo pia. Yani uko ulikotoka, familia yako, misingi yako, una maneno yanayokufuatilia na yanayotaka kuzuia hata huyo mwenzako akijifanya bidii, anazuia, maana inataka kuvuka mpaka ya maneno yaliyotamkwa juu yako. Kwa hiyo utafanyaje? Usijali. Ndio maana tunasema damu ya Yesu ina nafasi kubwa, inaweza kutangua, inaweza kubatilisha, inaweza kumgeuza huyo ukamfanya upya. Ndio tutaenda kuangalia namna na tutumie nafasi yetu kubatilisha. Hauna sababu ya kuachana naye, sio sababu, hauna sababu ya kukimbia ofisi au hame au mtaa. Tunataka tujifunze namna ya kuitumia damu ya Yesu, maana damu ya Yesu ndio yenyewe imekuja kwenye mazingira maovu, mazingira yaliyochafuka, mazingira yaliyoharibika, mazingira ya aibu. Inapokuja inabadilisha, inaleta uzuri, inaleta furaha, inaleta mafanikio, inaleta mema. Kwa hiyo ndio kazi ya damu ya Yesu. Imekuja ili ilete tiba, imekuja ili ilete ufumbuzi. Kwa yule aliye na tatizo zito zaidi, damu inafurahia. Damu ya Yesu ndio inafurahi, ndio kazi yake. Ndio maana Yesu anasema kwamba Mwana wa Adamu alikuja kwa ajili ya nini? Kwa hiyo alichokijia ni kwa ajili ya watu wenye dhambi, kwa ajili ya walioshindwa, kwa ajili ya waliolaaniwa, kwa ajili ya wenye mikosi, kwa ajili ya wenye nuksi. Hapo ndipo Yesu anaona nimepata kazi ya kutekeleza. Kama angekuja akuta watakatifu wote, angekosa kazi ya kufanya. Kwa hiyo usijali, wewe ambaye mambo yako yanaenda vibaya, tunataka kuchomoa kweli hii, uikamate vizuri, maana lazima mambo yako yawe super. Kwa hapo Kaini, kama wewe ndio Kaini au uko na maeneo ambayo yako katika ukaini, usijali, damu ya Yesu inabatilisha. Sasa tuangalie, inawezekana wewe pia uwe mfumo wa Amaleki. Soma sura ya Kumbukumbu la Torati 25 mstari 17 hadi 19. 17 hadi 19. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura 25. La Bwana. Ndipo utwae uma, upenyeze katika sikio lake. Sura ya Kumbukumbu la Torati 25 mstari wa 17 hadi 19. Neno la Bwana. Kumbuka aliyokufanya Amaleki katika njia mlipokuwa mkitoka Misri, jinsi alivyokukuta katika njia, akapiga katika watu wako walioacha nyuma, wote waliokuwa wanyonge nyuma yako, ulipokuwa umechoka na kuzimia, wala asimche Mungu. Basi itakuwa hapo atakapokwisha kukupumzisha Bwana Mungu wako katika adui zako wote walio kando kando, katika nchi akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi uimiliki, ndipo utafute ukumbusho wa Amaleki. Okay. Sasa angalia, tusome tu mstari wa 19. Anasema hivi, bado kwenye hujafikia kwenye uzuri, utimilifu bado. Anasema unakuelekea, utafika kwenye wingi wako, kwenye baraka zako, kwenye mema yako. Ukishafikia mahala pa utulivu, ukifikia mahali pa kuseto, tulia, anaambiwa kumbuka kuna
mtu mmoja Amaleki, hiyo ni kabila zima. Kumbuka, ukishapata utulivu, hakikisha unaofuta ukumbusho wao duniani, wanafutwa wote. Sasa fikiria, umeoa mtu ambaye ameapiziwa kufutwa, ameapiziwa kuharibiwa, ameapiziwa kushindwa, ingawa katika wakati huu bado utimilifu hujaanza. Unaoishi na mtu ambaye kuna apizo hilo, utafanyaje? Ndiyo maana ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaweza kubatilisha hata apizo kama hilo, inaweza kuja ikalibatilisha. Damu ya Yesu peke yake ndio ilipata sifa ya kuja kusimama na kutetea watu walioapiziwa maapizo kama hayo, walioapizwa kwamba wafutike kwenye uso wa nchi, kimafanikio wafutwe, kibiashara wafutwe, kiafya wafutwe katika mambo yote. Damu ya Yesu ina uwezo kuja kubatilisha. Kwa hiyo unaona nafasi ya damu ya Yesu ilivyo na nguvu. Kitabu cha Yoshua sura ya 6 mstari 26 inasema, Yoshua alitamka maneno kuiambia Yeriko kwamba baada ya kuiangamiza Yeriko na kuua wale watu waliokuwa katika Yeriko, akasema, alaaniwe mtu yeyote atakayejaribu kuijenga tena Yeriko. Akijenga tu atafiwa na mtoto wake wa kwanza. Akianza msingi atafiwa na mwanawe wa kwanza, na anapomalizia milango atafiwa na mtoto wake wa mwisho. Haya ni maneno ambayo nilikufundisha jana, ni matamko ambayo yanajengwa kwenye agano. Sasa ikapita miaka mingi sana, miaka mingi mno, akatokea mtu fulani, hajui eneo hili limepewa maapizo gani, hajui ardhi ile imeapiziwa nini. Ndipo yeye akapata kiwanja, akafurahi, akashukuru, akaanza kujenga. Siku anaweka msingi, Wafalme wa kwanza 16 mstari wa 34, siku anaweka msingi tu, mtoto wake wa kwanza akaanza kuugua ghafla, huku na huku, ghafla akafariki. Watu wakaona kifo cha ghafla. Wakati anaendelea na ujenzi, anamalizia milango, mtoto wa mwisho anapoweka milango tu, mtoto wa mwisho ghafla, ugonjwa haujulikani kutoka, akaanguka akafa. Inamaanisha na kuuliza, uko mahali ambapo kuna eneo limeapiziwa maneno kama hayo, ufanyeje? Ukimbie mtaa? Ukimbie mji? Ukimbie nchi? La hasha, hapana. Au upo mahali ambapo kabila limeapiziwa hivyo, kama Amaleki ni kabila zima, ulikimbie kabila, utalikimbiaje? La hasha. Ndio maana kuambia thamani na nafasi ya damu ya Yesu. Sasa leo naposema unganisha maneno yako na damu ya Yesu, ninasogea mbele kidogo kuonyesha damu ya Yesu yenyewe, unapoiamini yenyewe ina maneno yake yenyewe, inakutetea kwa ile imani yako peke yake. Imani tu inafanya kazi. Lakini ya pili, lazima ili uweke nguvu na kuendeleza nguvu ya damu ya Yesu, inakupasa sasa wewe uelewe damu ya Yesu ina nafasi gani kubatilisha, kutangua, kufungua vifungo, kuondoa matatizo, kuondoa mikosi na laana. Halafu pamoja na kwamba unaamini, sasa wewe uanze kuongea kama Yoshua alivyoongea. Unaongea, unasema maneno, ndio inasema kwamba wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa maneno. Maneno yale sasa yanaungana na ile ushindi. Unapoongea unakuwa kitu kimoja na ile damu. Unapoongea unabatilisha, ndio ile damu inaenda kufuta kwamba ile apizo na zile adhabu na yule maskini, yale magonjwa, vifo havita kuja kwangu, wala kwa wapendwa wangu, wala kwa ndoto yangu, wala kwa maono yangu, wala kwa hatima yangu. Wewe una uwezo kubatilisha chochote kilichotamkwa na yeyote.
Mweli kuambie, hata kichotamkwa na nabii wa Mungu kabisa, sio nabii wa shetani, wa Mungu, wa kwenye Biblia. Kuna mambo mengi kwenye Biblia yametamkwa, lakini kwa damu ya Yesu Mungu anakubali. Maana Mungu mwenyewe alikuwa anakusudia kuadhibu watu. Musa aliposimama, Mungu akasikia hoja ya Musa, akaacha agairi. Kuna wakati Mungu alitaka kuangamiza watu wote, Musa akasema hapana, akaweka hoja. Mungu akacheka akasema umenishinda, akakubali. Kwa hiyo kuna mambo ambayo wewe unaweza kuongea kwa njia ya damu Yesu. Hata kama kuna ubaya ulilengwa kwako, unaweza kubadilisha na ubaya usitimie. Na hata kama ulikuwa unastahili kabisa kuangamia, unaweza kwa njia ya damu ya Yesu, hiyo hali inaenda kubadilisha na usiangamie, wala madhara yasikupate, wala aibu isikupate, wala umaskini usikupate. Kwa sababu gani? Damu ya Yesu inanena msamaha, inanena ukombozi, inanena nafasi ya pili, inanena hatima njema. Damu ya Yesu inanena utakaso. Inatakasa sio dhambi tu, inatakasa mpaka maeneo. Inatangua maagano mabaya, inatangua maeneo yaliyolaaniwa, inatangua, inafuta. Mtu aliyelaaniwa inatangua, inafuta. Vifungo vyake vinakatika. Kwa hiyo umefungwa, vifungo vinakatika, vinakuachia. Umekaa kiumaleki, unaweza kumbarikiwa kabisa. Unabarikiwa kwa damu ya Yesu. Ukijiunganisha na damu ya Yesu unabarikiwa. Mikosi, nuksi, balaa zinaondoka, na unaanza kutembea katika upya wa agano na ahadi zilizo katika damu ya mwana kondoo. Kwa maneno yako yanakuwa na nguvu, unafanya uhai wa ile damu iwe na uwezo zaidi, unapoendelea kutamka kwa ujasiri, kwa ushujaa, bila wasiwasi, bila woga. Unaongea, damu ya Yesu inatekeleza kwamba yes, huyu ameelewa kwamba sasa hivi ni wewe ndiye unaweza kubadilisha mambo yakabadilika. Ni wewe, ni mimi, wana mimi ndio tunaweza kubadilisha mambo, ni sisi. Ngoja nikuonyeshe jambo lingine la mfano. Huwa natoa mfano mara nyingi. Yesu alisema hivi, iweni wajanja kama nyoka na wapole kama hua. Unajua maana yake nini? Nyoka ni shetani. Sasa alikuwa anamaanisha nini hapo? Alikuwa anasema angalieni shetani anapofanya kazi. Sasa unaangalia, angalieni wachawi na waganga wanavyofanya kazi, kwa sababu waganga wanatumia mambo ya kiroho kama wewe ambao unafanya mambo ya kiroho. Ni wanafanya vitu vya kiroho, wana maagano tu kiroho na shetani, wana maagano na shetani. Sasa huwa wanapopita mitaani wanapiga kelele. Je, wanapiga kelele kama walokole? Je, ni watu ambao wakoje? Ni watu wanaojiamini, si ndio? Wanatambua agano lao na shetani, na maneno yao wakiongea yanatimia. Kwa nini yanatimia? Kwa sababu wanatambua agano lao, wanatambua jinsi ambavyo wanatakiwa walete laana kwenye nchi, wauloge mtu, wamuue mtu, wafunge biashara yake. Wakifunga biashara, anaamini na anatoa na kafara, kama ni ng'ombe, mbuzi, na kama ameambiwa lale kaburini analala, kama ameambiwa aende msituni anaenda, anatii. Anajua hiyo biashara haina tena wateja, nimewafunga. Anajua nimeshamfunga huyo mtu, tumbo lake litavimba, ndani ya wiki moja litavimba, na linavimba kweli. Nimefunga mtu hazai, na kweli hazai. Sasa nakuonyesha hivi vile Yesu anasema, Yesu amekuja kwa kanuni zile, ila yeye amekuja kufungua. Yeye amekuja kwa kazi ya kufungua. Shetani kazi yake ni kufunga, ni kuharibu, ni kuiba na kuua. Yeye anasema nalikuja ili wawe na uzima. Amekuja kuondoa mauti, akupe uzima. Amekuja kuondoa laana, akupe baraka. Amekuja kuondoa aibu, akupe heshima. Amekuja kuondoa mauti, akupe uhai. Kwa hiyo unapo
unapotamka usiwe kama mtu asiyeelewa. Amini neno, useme kwamba mimi sifi kwa kulogwa, mimi sifilisiki, mimi ni tajiri, mimi nimefanikiwa, watoto wangu wamefanikiwa, mimi nitaona ukuu wa Mungu katika maisha yangu. Ongee, kwa sababu unaiwipa damu ya Yesu sauti. Damu ya Yesu inakuwa sauti yako. Unasema watakao jaribu kupambana na mimi watakuwa si kitu, si chochote. Silaha zao zitawageukia, ziwapige wenyewe. Makaburi yao watazikwa wenyewe. Kwa hiyo unapoongea vile, malaika wanaenda kutekeleza, kwa sababu unaongea chini ya mamlaka ya damu ya Yesu. Sawa. Tuangalie eneo lingine kukutia nguvu hapo. Katika Ibrania sura 9 mstari ule wa 14 na 15. Ibrania sura 9 mstari wa 14 na 15 inaongea jambo hapo. Nataka tuliangalie jambo hilo. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba Roho wa milele ajitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza. Subiri. Ili mauti ya Yesu kwa damu yake yakishafanywa kukomboa makosa yaliyofanywa kwa agano lililotangulia. Nisikilize vizuri. Agano lipi hilo ambalo damu ya Yesu inakuja kulitangua? Maana yake ni maagano mengine mabaya. Ndio ile nchi imenajisiwa, nchi imelaaniwa, wewe mwenyewe pengine uko hivyo na mengineyo. Lazima ujue sasa, lile agano la kwanza, haijalishi limebeba ng'ombe ngapi za madhabihu, haijalishi limekaa kwenye kona ipi, au chini ya bahari, au kwenye miti, kwenye milima, haijalishi limefanywa na nani, amevaa nini, kaivaa shanga, ameenda kwenye agano akiwa uchi, haijalishi ni mchawi yupi. Yeye unapoamini sasa wewe, lile agano lilofanywa sirini usilolijua, linatenguliwa, linabatilika, linaondolewa madhara yoyote yanayokufuata wewe, kujaribu kuzuia mambo yako, kujaribu kuzuia maendeleo yako. Inao agano ambalo linajaribu, ili agano linakuja kukomboa, kulipa. Maana kukomboa maana yake ni kulipa, ni kusema hilo agano linekoma kuanzia leo. Huyu ameniamini mimi, yeye anaishi kwa agano langu la damu. Ile damu za kwanza za njiwa na kuku na nini hazina nguvu tena. Unaona, uongee hivyo. Na mstari wa 26 anasema damu inatangua yale yote. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba ulimwengu huu shetani kawaida ametangulia kuharibu Adamu na Hawa, alafu akachafua ulimwengu. Lakini Yesu alipokuja ameleta kubadilisha, kugeuza, kuleta mabadiliko. Kwa hiyo lazima sisi tuamini maneno yetu. Sasa tuongee kana kwamba ndio Yesu yuko kwenye mtaa wako. Yaani Yesu anatembea anaongea na kupitia mdomo wako kwa kuiamini damu. Kuiamini damu, uongee. Tunataka tulete ukombozi kwenye maisha yetu. Tunataka tulete ukombozi kwenye familia zetu. Tunataka tulete ukombozi kwenye uchumi wetu. Tunataka tulete ukombozi kwenye koo zetu, kwenye mitaa yetu. Maana yake
Ukiona kuna mahala kuna waganga wanasaidia watu kufanya biashara, una haja hata kwenda pale. Kaa chumani kwako, tamkia vibanda vile, chochote ambacho kinavutia wateja kiuganga, kimajini, waite yale majini. Andika hapo majini, unaandika vile vibanda, unasema kuanzia sasa damu ya Yesu ndio inatawala hapo, na tawala, na yeyote anayeitia wateja kupitia majini hayatahudhuria kuleta wateja, hayatakuja tena, hayatakuja tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mtu ameingia kuongea. Shetani huwa anatangulia, nimesema ni kama vile kwa Elia. Mabaali walitangulia, walianza kuonekana wanashinda, walikuwa wanatamba, hata Baali aliheshimika. Baali huwa anaheshimika tu wakati mtu wa Mungu hajajitambua, hajachukua nafasi yake. Baali huheshimika tu wakati mtu wa Mungu hajatambua nafasi ya damu ya Yesu, ndio Baali huesifika. Baali ana mambo yake, ana vituko vyake, usipoelewa anatisha. Shetani huyo anatisha kweli kweli. Mchawi ana mambo yake na mbwembwe zake. Kwa mtu anaweza kupanda na wiu na ungo, huwezi kumdharau kirahisi, huwezi kumdharau hivi kijinga jinga. Lazima ujue anapaaje huko juu. Kwa lazima uelewe mitambo ya kumtungua, uelewe unatungua nini, kupiga silaha gani. Ndio Elia kisha simama, kila utendakazi wa kipepo unasizi, unanyamaza. Elia wa leo ni wewe na mimi, na shetani na Baali wa leo ndio shetani na waganga na wachawi. Kwa hiyo kama sisi hatujitokezi na kuambia ulimwengu wa giza, fanyeni mnaofanya maadamu niko hapa. Elia alisema fanyeni mnaofanya, fanyeni uchawi wenu. Yani lazima usiogope, uwe pale mtaani kwako usiogope. Ina maana useme endeleeni wachawi, fanyeni mnachofanya, maadamu nipo hapa mtakiona ninachoenda kukifanya. Mimi na mimi najiunganisha na ulimwengu wa roho. Damu ya Yesu inakuja inaleta nguvu za malaika, halafu wewe ndio ukiongea jambo linatokea. Maana yake unganisha maneno yako na damu ya Yesu ili ibadilishe ile ardhi iliyolaaniwa, ile ardhi iliyochafuka, yale matamko yaliyotamka kwenye ardhi kwa Amaleki ili ufutwe. Wewe ili kama ndio wewe umetamkiwa kufutwa, unaweza kubadilisha, utafutwa. Ulitamkiwa miaka yako unaishi miaka kadhaa, batilisha. Ndio maana ya kumwamini Yesu Kristo. Nimalize kwenye mstari ule wa Ufalme wa kwanza sura 13 mstari wa 4, 5 hadi 8. Hapo mtu wa Mungu aliongea. Mtu wa Mungu aliongea. Na ndio unapoangalia hiyo habari, jiweke wewe hapo. Leo tunapotumia habari za kina Elia ni mifano tu, ila Mungu anataka sisi tujione Mungu wetu yuko leo. Hatuishi na Mungu wa historia, Mungu aliyekuwa miaka 2000 kule. Mungu anataka uone tu uaminifu wake, uone tu nguvu zake, uone tu jinsi ukimuita anaitika. Anataka kutupa mifano tu ili tuone huyo Mungu tuliye naye anaweza kutusaidia namna gani sasa hivi. Soma mstari wa 4 hadi wa 8. Ikawa mfalme Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono wake pale madhabahuni, akasema, mkamateni. Basi ule mkono wake alionyosha ukakatika. Angalia hapa, mtu wa Mungu ameenda kutoa hukumu. Anaongea na madhabahu za miungu, anasema leo lazima mabadiliko, naenda kuipiga madhabahu. Alafu anapovunja madhabahu, kuna mfalme anajitokeza kuzuia.
Na wewe yeyote atakayejitokeza kupinga ufunuo ulioupokea leo na utakapoanza kuutekeleza, yeyote atakayejaribu kukupinga atapata madhara. Hakuna mtu atafaulu kushindana na wewe akafanikiwa. Hakuna mtu atakayejaribu kushindana na wewe akafanikiwa. Akishindana na wewe kupitia mambo ya kichawi, mambo ya sirini, mambo ya hofu, mambo yote ya hila, hayatafaulu, na matokeo yake yeye ndio atadhurika. Yeye atadhurika. Na tamka kwa damu ya mwana kondoo, yeyote atakayejaribu kuangamiza maisha yako, kuharibu maisha yako, kitu kile anachokiapiza kwako kitampata na zaidi, kitampiga yeye mwenyewe. Tumetangaza mamlaka ya damu kwenye vinywa vyetu. Huyu mtu wa Mungu alikuwa anajua hii ni madhabahu ya kichawi, hii ni madhabahu ya kiganga, hii ni madhabahu inapotosha watu. Watu wameacha Mungu kwa sababu ya kukimbilia kwenye madhabahu hizi za uovu. Yeye akaipiga, huyu anaitetea. Yeyote anayetetea uovu atalipuliwa. Wakati ndio huu, kizazi hiki kiinua imani kwa mwana wa Mungu Yesu Kristo, damu ya mwana kondoo. Tukomboe miji yetu, mataifa yetu, Afrika na ulimwengu. Wewe unangojwa, wewe sio mwingine, sio mtume fulani, sio nabii fulani, sio mchungaji fulani, sio mwinjilisti fulani, ni waaminio. Yesu akasema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wataleta miujiza, watatoa pepo, watafufua wafu, wataponya wagonjwa, watakuwa imara katika imani katika kila eneo. Usianze kufikiri labda ni mitume fulani. Mungu anataka waaminio. Hiyo ni kazi za waaminio. Sisi mitume ni watu wa kusimamia ofisi, kusimamia mamlaka, lakini miujiza ni ya waaminio. Kwa hiyo nataka yeyote anayejaribu kuingilia na kuvuruga mambo yako ikampate kama kilivyompata huyu mfalme. Hebu malizia tuone mfalme kilimpata nini. Mtu wa Mungu mkamateni. Basi ule mkono wake alionyoosha ukakatika. Mkono ulikatika pale pale. Hakuweza kurudisha kwake tena. Ndio. Madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahuni yakamwagika, sawasawa na ishara aliyoitoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Itakuwa vile utakapokuwa unaongea, maneno yako yaungane na damu ya Yesu. Vile tutakuwa tukiomba, vile tutakuwa tukiombea taifa, vile tutakuwa tukiombea viongozi wetu, tukiombea rais wetu, tukiombea vyama mbalimbali vikae katika ushindani mzuri, hivyo ndio itatokea. Mimi ninaamini ya kwamba sisi ndio tuwashikilia amani ya usalama ya taifa letu. Sisi ndio tunashikilia. Bwana Mungu anatuonyesha vitu na tunashikilia. Na nitakwambia kwamba huu ndio wakati Mungu aingilie kati. Usiangalie mambo yanayoendelea mabaya. Kuna mambo mazuri, yako mazuri, na hayo mazuri yanaumbwa na sisi. Endelea, malizia. Endelea. Mfalme akajibu akamwambia yule mtu wa Mungu, umsii sasa Bwana Mungu wako, ukaniombee ili nirudishiwe mkono wangu tena. Lazima wageuke wajue Mungu wako. Nataka maadui zako wamjue Mungu wako, wamjue na wamheshimu, waone sasa hakuna njia nyingine ya kuponea. Hata wakienda Bagamoyo, wakienda Zanzibar, wakienda Sumbawanga, hawatasaidika mpaka yule aliyetamka ni wewe. Elia akasema hakutakuwa mvua isipokuwa kwa neno langu. Na wewe vile vile, wanaocheza michezo, tamka maneno kwa neno lako, ndio itabadilika. Uchumi huo ukiufunga hautainuka mpaka umfungue wewe. Maana imeandikwa utakausha mifereji yao, utakausha chemichemi zao. Maana kiburi chao wengine ni fedha zao, ni mali zao.
Kwa kitambo inawezekana Mungu anaruhusu ukaushe kwa muda fulani, ukaushe kiburi chao cha fedha, biashara ziumbe zikose wateja kwa muda fulani. Ndivyo ilivyotokea. Akaanza kuja, jamani nisaidieni. Alafu mtumishi wa Mungu akamwambia haya, mkono wake urudi, na ukarudi. Kwa sisi tunataka watu wakapate adabu tu. Hatutaki wafundishike, hatutaki wafe. Tunataka washike adabu, wamjue Mungu wetu, wamjue Yesu Kristo, wamgeukie Yesu. Wakisha mgeukia, tunaruhusu mali zao ziwarudie, mambo mema yawarudie. Lakini kadiri wanavyotaka kuelekea kuzimu, kwa sababu Mungu hataki waende kuzimu, tunataka mirija yao ifungwe. Alafu wakimgeukia Bwana, tunasema mirija ifunguke, watajirike tena na zaidi. Malizia. Mfalme akamwambia mtu wa Mungu, karibu nyumbani kwangu ujiburudishe, nami nitakupa thawabu. Unaona, baada ya kumwombea mkono karudi, akasema sasa natambua, njoo kwenye mambo mema. Kumbe mfalme alikuwa mena mazuri, ana viburudisho, mambo ya furaha, mambo ya mema yameanao hapo. Yeye anapingana na wewe, lakini vitu vizuri anavyo. Lakini baada ya kumpa adabu kidogo, anasema sasa na mema njoo chukue, na kibali nilikushikia, kibali chako kilikuwa kwangu, njoo chukue mema yako. Kuna watu wameshikilia kibali baada ya kuwashughulisha kwa damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu inenao mema, lakini damu hiyo pia ni ya vita. Ikipiga vita kwao, watageuka na kusema kuna kitu nilikifunga, kuna kitu nilikishikilia, kuna kitu nilikizuia. Njoo kichukue uburudike. Burudiko ije, maana mambo yako umekuwa ya huzuni na fadhaa. Mimi ndio nimezuia. Anasema nimezuia kuburudika kwako, nimezuia kufurahi kwako, nimezuia furaha yako na shangwe yako, nimezuia kibali chako, maendeleo yako. Njoo vichukue. Na tamka vilivyozuiliwa na yeyote, tunaachilia mamlaka ya damu Yesu, waanze kuviachilia, viachiliwe, upewe, uvipokee kwa nguvu ya damu Yesu. Kwa damu Yesu, anza kupokea chochote kimezuiliwa kije kwako. Yeye mwenyewe akasema njoo chukue. Nilizuia. Shetani anaachilia mema yako. Imeandikwa katika kitabu cha Ayubu, amemeza mali, atayatapika. Hizo mali azitapike, anazitapika. Amechukua afya, anaiachilia. Nyama ya ngozi yako itakuwa kama ya mtoto mdogo, na miaka yako itazidishwa, na mema yako yatakuja. Hawataendelea kukufedhehesha, maana neno lake Bwana limeachiliwa. Kwa damu ya thamani imegeuza utekwa wako, imegeuza ile agano baya, imeondoa ile agano chafu, imefuta maapizo, imefuta ile laana ya Kaini iliyokuwa juu ya maeneo yako. Tunaipeleka damu ya Yesu, maana damu ya Yesu ina mamlaka ya kuondoa laana yoyote, ya kuondoa mikosi yoyote, ya kuondoa balaa zozote, ya kuondoa nuksi zozote, ya kuondoa uharibifu wowote. Ndivyo Bwana anapeleka nguvu hii, iende kwa familia yako, iende kwa nyumba yako, kwenye mipango ya malengo yako, kwenye biashara yako, kwenye miradi yako, kwenye masomo yako, kwenye ujenzi wako. Bwana peleke nguvu yake ikageuze, malaika wakaingie kazini kubadilisha mambo yawe vizuri, yabadilike. Laana iondolewe kwenye eneo la nyumba yako. Hata hiyo nyumba ulinunua, hicho kiwanja kimekuwa kina maapizo, tunafuta hayo maapizo. Maadamu wewe umenunua kwa pesa kamili, tunasema mmiliki sasa ni wewe ni mmiliki halali. Yale maapizo ya kwanza, yale maagano ya kwanza yaliyonenwa juu ya eneo hilo, tunayafuta na kuyaondoa. Hiyo hali iliyotamkiwa hapo ya kwamba magonjwa itakaa ndani ya nyumba hiyo, ya kwamba hakuna kuwa na uzao ndani ya nyumba hiyo, ya kwamba hakuna utajiri nyumba hiyo, tunabatilisha hayo maneno yote, tunayaondoa maneno yote yaliyotamkwa hapo. Kunakuwa na magomvi ya kuendelea kati ya mume na mke, tunaondoa magomvi, tunayaondoa magomvi kwenye hiyo nyumba ilitamkiwa.
wa nyumba hii walitamkia wataoa, tunatamka wataoa. Wataingia viwango vya juu kabisa. Dunia hii watafanikiwa, watakula mema ya nchi. Dunia hii ni mema yetu, mipaka yote nafungua. Utasafiri kwa mandege mpaka uyachoke, mitabozika, mikamalita, ukaende popote roho yako na tamani. Utakula kile roho na tamani. Milango ifunguke. Bwana alete mambo mema katika damu ya Yesu Kristo. Ardhi inaitamkia mema kwa damu ya Yesu Kristo. Unajisi uondoke, laana iondoke, mikosi iondoke. Bwana ameibariki nyumba hiyo, Bwana amebariki ardhi hiyo. Bwana amekubariki, Bwana amekubariki, Bwana amekubariki. Shetani ameachilia alivyovimeza, anaviachilia, anaachilia walioshikilia kiuchawi, wanaachilia walioshikilia kiuchawi, wanaachilia katika jina la Yesu. Popote pale ambako wamevificha, chini ya bahari wanavitoa, katika mito wanavitoa, katika njia panda wanavitoa, kwenye miti mikubwa wanavitoa, kwenye misitu na milima wanaviachilia. Bwana anaenda, anaachilia nguvu yake, inaenda popote. Kipawa chako ambako kimezikwa kinafufuliwa kama siku za Ezekieli. Mifupa mikavu, matumaini yanarudi tena. Utaona utukufu wa Bwana. Msaada ndio huu, hakuna kisichowezekana. Hata kama nimefupa mikavu, nasema Bwana, kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo, mifupa mikavu isikie sauti, ikaishi tena. Biashara iishi tena, hiyo afya iishi tena. Natangaza maisha tena, kibali tena, ushindi tena. Mungu akuonekanie katika jina la Yesu Kristo. Mungu akuonekanie katika jina la Yesu Kristo. Bwana akuonekanie katika jina la Yesu Kristo. Tunaenda kuongea na ardhi iliyotamkiwa maneno. Haijalishi imetamkiwa na nani. Hiyo ardhi iliyoambigwa kwamba mtu akinunua hapa, akijenga mtoto wa kwanza afe, na batilisha kwa damu ya Yesu, maana wewe huna hatia. Na batilisha hilo apiso la wote waliotamkia madhara ya eneo lako. Na batilisha kila aliyetamkiwa ya kwamba ukinunua tu usafiri utakufa nao. Na batilisha, utakuwa na magari na hautakufa katika jina la Yesu Kristo. Utaenda maeneo na tamani ufike, hautazuiliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Ninabatilisha Waamaleki. Nazungumza, siongelee wale Waamaleki wa zamani. Mimi naongelea kwamba wewe ambaye umefungwa vifungo na umeambiwa ufutwe ukumbusho wako, mambo yako yafutwe. Mimi napeleka damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaenda kukutetea, inaenda kunena mema. Na tangua hayo maneno yanayokufuta kwenye uso wa nchi. Kwenye siasa inakuinua tena, kwenye siasa na kuinua tena, kwenye uongozi, kwenye kazi yako, kwenye mashirika mbalimbali. Kibali chako kikang'ae kama nyota ya Yesu ilivyong'aa kutokea mbali. Ukang'ae wewe kutokea mbali, uonekane kutokea mbali. Watu wakufuate kwa mazuri, wakutafute kwa mazuri. Wakija kwako na manemane na uvumba na dhahabu wavilete. Biashara yako ivute mali, hekima yako ivute mali, ofisi yako ivute mali, biashara na miradi yako ivute mali. Muonekano wako na kupaka mvuto wa pesa, mvuto wa mafanikio. Kwa maana Bwana alisema, nitaamuru baraka ije kupate. Na baraka, na hizi baraka zote zitakujilia na zikupate. Kwa hiyo ni mvuto, maana yake hiyo baraka itakujilia ikupate. Wale kware watakuja wakupate. Huku watakuja hapo, watakuja hao wenye mabawa usioweza kuwapata. Hizo fedha ambazo zina mabawa, unapoongea billions
bilioni kadhaa, unaona kama zina mabawa, zimepaa, ziko mbali, kama vile tai yalivyo mbali, lakini tai yule yule, mabilioni yale yale, na yaamuru yashuke na mbawa zao, yashukie pale kwako, maana Bwana anakupatia akili na ufunuo na ufahamu wa kutengeneza mradi mmoja. Mungu anakukonekti na watu fulani ambao katika kuelekea kuingia upeo wa pesa nyingi, upeo wa mali nyingi. Bwana anakukutanisha na mtu fulani ambaye huyo mtu atakuwa ndio channel ya kwenda level mpya, maana kuna madaraja huendi kufika mpaka Mungu akukutanishe na aina fulani ya mtu. Kuna maeneo huwezi kufika mpaka ukutanishwe na aina fulani ya mtu. Yule mtu sahihi wa kukupeleka ngazi kubwa lazima ataletwa. Yusufu alikutanishwa na wale watu kule gerezani. Haijalishi mtakutania wapi. Inawezekana mwingine akakutanishwa ni mke wako, mume wako, au ni mchumba wako, au ni msomi wenzako, au ni nani. Mungu atasababisha njia fulani. Hata kama ni gerezani, utakutanishwa na mtu. Yani hata kwenye matatizo, mnaweza kuwa kwenye hospitali, mmekaa hospitali, mmelazwa hospitali moja, alafu chumba kimoja na mtu akawa ndio mlango wako. Yani ilikuwa tu ameugua ili mkutanie pale, hata umeugua tu ili ukutane na mtu wako sahihi. Kuna matatizo mengine yanatokea tu ili ukutane na mtu sahihi. Kwa wakati mwingine unalalamika, unalaani, unalia, kumbe hiyo shida imekuweka hapo ili ukutane na mtu fulani. Ukishakutana naye shida inaondoka. Mungu akubariki. Mbaraka wa Ibrahimu, mbaraka wa Isaka, mbaraka wa Yakobo, mbaraka wa Bwana wetu Yesu Kristo, mbaraka wa milele. Ubarikiwe mbaraka katika jina Yesu. Mbingu zidondoshe mvua ya baraka, umande katika nchi, upate manono kwenye nchi, ulindwe, utunzwe, uhifadhiwe, upate raha na furaha, uzao wako ufurahie, utukufu wa Bwana uwe pamoja na wewe katika jina la Yesu. Mchana wako uwe ni baraka, usiku wako uwe ni baraka, mema ya kuzunguke, nyimbo za heshima na furaha, watu wakubwa wawe kando yako, wakutumikie, milango yako nayo iwe wazi usiku na mchana, ili mataifa wapate kukuletea utajiri, na watakutumikia na wafalme wao na wamalikia zao na watu waheshimiwa. Hautakuwa fungu la watu wadogo, utakuwa fungu la wastahiki, watu wa heshima, watu wakubwa. Bwana ndiye anayeyafanya haya yote yatimie. Ni Bwana ndiye anayeyafanya haya yote yatimie. Haya yote yatafanywa kwa mkono wenye nguvu wa Bwana. Haya yote yatafanywa kwa mkono wa Mungu wenye nguvu. Ni Bwana atafanya haya yote yatimie. Yapokee katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Imekuwa kwako, sema amina kubwa. Amen. God bless you. Imekuwa kwako na kushukuru sana. Endelea kuitamka damu ya Yesu kwa ushujaa, kwa imani. Endelea kuinena damu ya Yesu kila wakati, ukitamka kwamba hivi ndivyo inakuwa. Agano la kwanza la uovu limekatwa. Angalia Biblia yako, kile utakachokiona ndicho kiseme. Ukisema ndio maneno yako. Maneno yako ni Biblia, sio maneno yako ya kutunga. Kile unachoona Biblia inasema kiseme, ndio maneno yako yafanye, na damu ya Yesu itasimamia hayo maneno. Mungu akubariki. Nimefikia mwisho wa kipindi chetu leo, na tutaendelea kesho. Kesho tutaendelea na kitu kizuri sana. Kwa naomba, kwa sababu unajua miezi hii tuko kwenye mambo ya uchaguzi, kwenye maandalizi ya uchaguzi, na kupeleka kwenye mfumo wa kuomba zaidi, ili ujue sisi tuna deni na taifa letu. Kwa nataka nikuambukize ufahamu ambao utafanya taifa lako hili la Tanzania na taifa langu la Tanzania likae mikononi mwetu, na usalama uwe katika mikono yetu. Tutaliombea kwa ufunuo, na tutahakikisha tunailinda Tanzania kwa ufunuo na kwa kuamini na kwa kuipeleka damu ya Yesu, na tutazimisha damu zote zingine za vita, damu za fujo,
damu za magomvi, damu za kutuvuruga tutazizimisha. Tutasimamia damu inayonena mema.